Kipute ambacho kinatarajiwa kupigwa siku ya Jumapili, KMC wakiwa wenyeji wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Tumetazamia maandalizi yao kupitia CEO wao Daniel Mwakasungula. Namna gani wamejiandaa na kuna athari zozote kutokea katika mabadiliko ya kiratiba eneo la kuchezea? Ilikuwa imetoka KMC kwenda Tabora. Kutoka Tabora ikarudishwa tena KMC Dar es Salaam. Kuna shida yoyote? Maandalizi yakoje? Daniel Mwakasungula huyu hapa. Maendeleo yako vizuri. Walimu kwa kushirikiana na management wanaendelea na program kama zilivyokuwa zimekuwa planned. Unajua huwezi kuachia walimu kwa sababu mwalimu ataiandaa timu. Management pia nao inahitajika kuwepo bega kwa bega kuhakikisha na support technical bench pamoja na wachezaji kuhakikisha kwamba plan zote ambazo wameziweka basi zinaenda kufanikiwa. Kwa hiyo hicho ndio kilichopo sasa hivi na kinachoendelea sasa hivi. Kwa hiyo kikubwa vijana wanaendelea kuwa na morali kwa ajili ya mchezo hiyo minne iliyobaki kuanzia tarehe 11 mpaka kumaliza ligi hiyo tarehe 22. Kwenye mchezo huu ambao mnauelekea tarehe 11 dhidi ya Simba, kuna mabadiliko hapo ya uwanja alifanyika kuelekea Tabora, ya uwanja tena ukarudishwa kwa huu wa KMC. Kuna namna ambavyo imeharibu mipangilio yenu kuelekea katika mchezo huu? Kwa namna moja au nyingine sio kikubwa sana, kwa sababu tulikuwa tumepeka mchezo ule tukacheza Tabora, kwa sababu tarehe 14 pia tunacheza na Tabora United katika uwanja wa Hassan Mwinyi Tabora. Kwa hiyo kwa zile siku za kufanyia recovery pamoja na issue za fatigue, kuna namna unaweza ukasema inaweza kawa sio hivyo, lakini tuko nyumbani, timu kwa bado haijasafiri, timu kwa inaendelea bado kuendelea na maandalizi katika uwanja wetu wa nyumbani ambao tunautumia kila siku. Kwa hiyo kwa upande huo hakuna athari kubwa sana inajitokeza, lakini athari inaweza kujitokeza kwa sababu ni safari. Unatakiwa baada ya mchezo uanze safari, na safari ina vitu vingi. Kwa hiyo hatuomei hivyo vitu, lakini tukaelezea kwamba hiyo ndio upande ambao labda timu inapata athari, kwa sababu unatakiwa safari zaidi ya kilomita 700. Hiyo unazungumzia ni zaidi ya masaa 10. Sasa hayo uweze kusafiri ufike kituo cha mchezo, uweze kujiandaa na mchezo, lakini pia uweze kucheza mchezo wenyewe. Hiyo ndio inaweza kawa na sababu ndani ya siku 2 tu unatakiwa ucheze mchezo unaofuata na unatakiwa usafiri. Lakini kwa upande mwingine kila kitu kinaendelea vizuri, na programs zinaendelea kama zilikuwa zimekuwa planned, na vijana wana kabisa na morali ya kupambana. Haijawa wazi sababu ya moja kwa moja kwa nini mchezo wenu umerudishwa tena KMC. Unaweza ukaweka wazi umma au bado inabaki kwenye mikono ya bodi ya ligi? Unajua taarifa zote za timu za ligi kuu nyingi ni taarifa za siri ambazo ni mawasiliano ya kupitia vile tunasema vyanzo rasmi. Kwa hiyo vyanzo vile kiukweli zote vimekuwa ni vyanzo ambavyo sio vya kuviweka wazi, ni vyanzo ambavyo pia kanuni inakuwa inakukaba kwamba inatakiwa ibaki kama vile vilivyo. Sawa. CEO pia ameshindwa kufunguka zile sababu ambazo zimefanya ile nenda rudi ile. Wewe sababu hujui. Zandani kabisa eti uwanja ukuwa tayari kwa ajili ya mchezo, lakini mchezo wao na Tabora utachezwa pale pale. Kwa baada ya siku 3 mbele uwanja utakuwa umekamilika. Ila mechi na Simba uwanja kwani uwanja si huwa una nani? Unatolewa taarifa uwanja siku 7 kabla. Sasa wao waliomba kuhamisha mchezo wiki 3 kabla kwa mujibu wa sheria na kanuni. KMC walikuwa wako sawa kabisa na bodi ya ligi walikubalia na walishawapa majibu. Lakini ndani ya siku 2-3 hapo ndio mabadiliko yamekuja kwamba uwanja kule hauko sawa. Lakini KMC wataenda kucheza mechi baada ya kucheza na Simba siku 3 mbele. Uwanja utakuwa tayari kwa ajili ya KMC kucheza na Tabora pale. Kwa KMC ukiangalia timing yake ilikuwa nzuri. Kwa sababu kwa cheza na Tabora hapo anapumzika siku 3, acheza na Tabora tena. Anacheza Tabora na Simba. Alafu baada ya siku 3 mbele acheza na Tabora. Kwa sababu anataka mechi imerudishwa huku, anataka kucheza huku, baada ya hapo aende. Sio yani baada ya hapo apande basi aende Tabora. Baada ya apande basi. Kwa sababu ndege hapana. Nadhani kuna mambo tu ambayo yamezingatiwa hapo, tukubaliane tunayo. Maana watu wanawaza tena kutoka Tabora uje urudi hapa uanze kuitafuta Moroko. Watachoka sana. Basi tutafanyaje? Bwana tumalizane na hizi taarifa za tusiwachoshe wawakilishi wa taifa. Yes, tuelekee